Amu TV, the stories behind the scenes. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، حديثنا اليوم عن عماد الأمة وقوتها النابضة ومستقبلها المشرق، عن الشباب، تلك الشريحة التي تحمل في سواعدها القوة وفي عقولها الابتكار وفي قلوبها الإيمان وفي أعماقها الطموح لبناء الغد. أيها الإخوة المؤمنون، لقد أولى الإسلام عناية فائقة للشباب، فجعل مرحلة الشباب نعمة عظيمة نسأل عنها يوم القيامة، كما جاء في الحديث النبوي: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. فالشباب رأس مال الإنسان، وهو الوقود الذي يدفع عجلة المجتمع، وأول واجب على الشباب بناء الذات، فلا يمكن لفاقد شيء أن يعطيه. فعلى الشباب أن يبنوا ذواتهم بناء علمي والتزكية الأخلاقية وتقوية الصلة بالله. فاتقوا الله عباد الله، وتمسكوا بأوامره واجتنبوا نواهيه. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. Khutba yetu ya leo ni kukamilisha khutba ya juma iliyopita. Sikuwahi kumaliza nilikuwa nimekusudia kuyanena kwa sababu ya wakati, kwa hiyo nimeona leo tuendeleze khutba iliyopita. Tutaanza kwa kupiga mfano. Khutba tutazungumzia hasa jukumu la vijana ama youth katika jamii yao. Mfano wa vijana katika jamii ni mfano wa kitwa cha gari la moshi. Gari la moshi ni treni, kwa wale ambao labda hawaisi gari la moshi. Kitwa cha gari la moshi si kikubwa ukilinganisha na gari la moshi lenyewe, yani ni kitu kitoto ukilinganisha. Gari la moshi linaweza kutoka Fisharizi mpaka huku, lakini kitwa chake ni hapa na pale tu. Lakini kile kitu ambacho ni kitoto kina umuhimu mkubwa sana, ndicho chocho kinachofanya mabogi yote mengine yende. Kikisimama hakuna kitakachokwenda, mambo yote yatasimama. Kikenda mengine yatake asitake yatakwenda, yatafuata mwendo wa kitwa cha gari la moshi. Huu ndio mfano ambao nimeuona wa kustahiki kufananishwa baina ya
vijana katika jamii na makundi mengine asalieo. Vijana atakawatambue umuhimu wao katika jamii ni upi na majukumu yao pia ni gani. Kadri ambao umuhimu wao ni mkubwa, majukumu yao ni makubwa zaidi. Na jukumu la kwanza kabisa la vijana ni kuiunda nafsi zao, kuiandaa kimasomo, kuiandaa akhlaqiyan kwa maadili mema, kuiandaa kiuchumi, kwa kila namna ya maandalizi waiandae, kwa sababu ikiwa wenyewe hawakuiandaa pamoja na umuhimu wao katika jamii, hawatofanya yambo. Kwa sababu kuna mithali ya Kiarabu unena, faqidu shay'in la yu'tihi, asokuwa na kitu hawezi kumpa mtu. Wewe huna ilmu, huwezi kumpa mtu ilmu. Huna uaminifu, huwezi kumfanya mwingine awe mwaminifu. Huna paka wewe mwenyewe uwe nalo lile jambo, kisa ndio uweze kuathiri na wengine nao wapate kutoka kwako. Kwa hiyo huu ndio mfano, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutangulia kupiga mifano. Mwenyezi Mungu atuambia, inna Allaha la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udhatan fama fawqaha. Mwenyezi Mungu alituambia kwamba yeye haoni ni makosa au ni udhaifu kupiga mfano wa mbu na kile kitoto zaidi ya mbu. Kwa hiyo kupiga mifano ilietele kwenye Qur'an, tukifananisha vijana na kito cha gari la moshi, si kwamba tumewateza ama tumewadharau, ni kujaribu kufafanua umuhimu wa vijana katika jamii. Hili ni jambo linajulikana, kila mmoja yua umuhimu wa kitwa cha gari la moshi katika kukokota gari zima lote, gari la moshi na mizigo yake na chochote kilioko ndani. Kwa huu ndio mfano wa vijana katika jamii. Sharti watambue hilo kwanza, kisha na waiandae kutekeleza yale majukumu ambayo yanawakabili. Vijana wakioka katika jamii, basi na jamii nzima atarajiwa kuoka, na vijana wakizia, basi hakuna mustakbal kwa jamii ile. Alhamdulillah, ingawa katika jamii yetu tuna wengi ambao kwamba wasooka, lakini alhamdulillah tuwashukuru kwamba wako na ambao wamezooka na ambao wana misimamo na wana fikra za kuboresha ama kustawisha hali ya jamii yetu, na penye nia hapakosekani ndia. Kwa hivyo ni dharura, vijana, ni wajibu wenu. Ingalisha mato hapa wengi wao ni vijana. Kwa hiyo ni wajibu wenu mfahamu kwamba umuhimu wenu katika jamii, na kwamba nyinyi ndio watu ambao mwaweza kubadilisha hali ya hii jamii yetu peke yenu, hakuna mwingine. Kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu ndio mtaweza, kwa sababu nyinyi ndio wenye nguvu. Akili zenu bado zikali na nguvu za sawasawa, hamuyasikilia mahala pa kupiswa na wala mko namna hiyo. Munazo zile sifa ambazo zahitajika kwa mtu kuweza kutumikia jamii yake na kubadilisha hali, na ni mambo yawezekana. Tuna mifano kadha wa kadha ya mahala kadha wa kadha, sura kulipokuwa na sura kulipokuwa sasa, hali yake ni tofauti. Ni kwa sababu tukiangalia wale walioko ni vijana katika jinsi zetu, na ndio wameweza kufanya pale pahala pawe pema, pawe pazuri, papendeze, paonekane kwamba pamestawi. Kwa hiyo ni muhimu sana kupatiliza marhala ya ujana, muyapatilize, kwa sababu ujana haudumu. Mkiketi yeo kesho mtondo, mtasikilia pale mahala aliposikilia Abul Atahiya ni mwaka wa shairi wa zamani wakati wa daula ya Abbasia. Alinena kwamba laita shababu yaudu yauman fa ukhbiruhu bima faala almashibu, sema natamani kama ule ujana wangu utarudi tena siku moja, ili tu ni ueleze utu uzima umenifanya nini. Hii hali ya Abu Atahia aweza kumsikilia yote katika nyinyi, ikiwa hatopatiliza fursa yake wakati hizasa yao
ni kijana barobaro, alhamdulillah, una siha mwili wake, akili yake iko smart kabisa, yaweza kushika na kuelewa na kufahamu jambo chapuchapu haraka haraka. Asipopatiliza wakati huno, itasikilia wakati awe hasa naye ni ile laita shababi yaudu yauman fa ukhbiruhu bima faala mashibu, jambo ambalo haliwezekani. Ujana ukenda kama kufa tu, huwezi kurudi tena. Umeshakufa, umekufa, huwezi kurudi tena. Na ujana namna hiyo hiyo, watu iteza shairi nafsi zao, wakati ya rangi nyee, wakafanya nini kuipumbaza kwamba bado ni zijana. Wapi ujana? Na Mtume sallallahu alaihi wasallama katika moja ya hadithi zake alituambia, la tazulu qadama abdin yauma alqiyama hata yusal an arba, mwanadamu hataondoka mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya Kiyama ila kwanza aulizwe mambo mane. Maswali mane haya hayana budi, kila mmoja ataulizwa Mwenyezi Mungu. La kwanza, an umrihi fima afnahu, taulizwa kuhusu umri wake wote kwa jumla, toka kuzawa mpaka kuelewa mpaka kufa, ameupeka sampuli gani? La pili tu khasi, umri ungia watu wote kwenye umri, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akatenga swali maalum, suala khas, wa an shababihi fima abla. Baada ya kuulizwa general umri wake wote, kisha ulizwa khaswa particular question kuhusu ujana wake, his youth age. Wale wayangu wao Gen Z wajue kuna swali maalumu mahsus kwa ajili yao, wataulizwa wa an shababihi fima abla. Ataulizwa swali maalum kuhusu ujana wake, aliumumunyua katika mambo gani. Lazima kila mmoja afahamu hilo na atie akili, atayarishe swali jawabu la kumjibu Mwenyezi Mungu. Alifanya nini wakati wa umri wake? Au ataketi tu kama mpaka sikilie wakati wa Abula Hatahia? Kama angalikuwa kijana ngalimtambua, kama angalikuwa kijana mambo yangalikuwa yao, basi tu yamekuja kutupata, hatuna uwezo leo tena. Ulipokuwa waweza, ulijaribu jambo gani? Kwa hiyo masala ya ujana ni masulia, ni swali. Kila mmoja katika kijana youth ayue kwamba yeye ana masulia ya kuhudumia jamii yake, na nyinyi peke yenu ndio mwezao kubadilisha hii hali ya hii jamii kisampuli zote mbalimbali, kisiasa, mangineyo yote, kwa sababu kwanza nyinyi ni vijana, muna nguvu. Pili, ni majority katika hii jamii, ndio wengi. Mkiamua maamuzi ya busara, basi hata na kuna watumia wataka kiti cha ugavana, maamuzi ni yenu nyinyi. Lile ambalo mtaliamua maamuzi ya busara, lolote litakuwa lile ambalo mtakalo kuliamua, bora wenyewe tu muwe mtaiandaa, mtaiunda kwa zile silaha zitakaniwazo, ili muweze kufanya yale majukumu yenu ya kuyatekeleza. Katika Uislamu vijana wamekuwa kipaumbele mno, yani priority wamepewa. Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla hayaguria Madina, baada ya kupata watu wachache wa Madina wakasilimu, alimteua sahaba mmoja, very young man, akampeka Madina kama balozi wake wa kwanza, akiankuliwa Mus'ab bin Umair, kijana barobaro hata miaka 20 nafikiri kwa hayapita. Hakumpeka Abu Bakar ambaye alikuwa unaye, hakumpeka Uthman, hakumpeka Umar bin Khattab, na wote wangalikuwa tayari kwenda, lakini akamteua kijana barobaro kabisa, wewe nenda Madina uwe balozi wetu, kawafundishe wale waliosilimu Uislamu ni nini. Manake wamesilimu yana na yuzi mengi hawayahisi, wewe umeishi nasi kutoka utotoni mwako, basi wayua kiasi cha kutosha, nenda kawasomeshe. Ni jukumu kubwa mtu kupewa mamlaka ya kuwa balozi tena wa dini katika mpia hata kuja kwenye dini, ni jukumu kubwa. Lakini mtu sama kaona astahikio jukumu hili ni Mus'ab bin Umair, kijana barobaro tu. Abu Mus'ab alipokufa kwenye zile za Uhud, Mtume alitoka na matozi, kwa sababu Mus'ab hakupatikana hata sanda ya kumkafini alipokufa kwenye jihad.
akawa kipande cha nguo kilioko kifinikwa kitwani, maguu yako nje, kifinikwa maguu kito yuko nje. Mtume kawaambia mfinikeni upande wa kitwani, kusalieko mfinikeni mayani, manyasi. Kisa kanena laqad raaitu Mus'aba hadha wama fi Maka ajmalu minhu, nimemuona Mus'ab huyu Maka hakuna mpambe zaidi yake alipokuwa ujana wake hapo nyuma. Manake ni kijana wa kitajiri, ameinuka katika familia ya kitajiri, lakini akayawata yote yale kwa ajili ya imani yake, yote kayapiga teke kwa ajili ya imani yake. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaka mtu wa kuwa ni mkalimani wake, mturjumani wake, alimteua kijana mwingine wa Kimansar amkuliwa Zaid ibn Thabit, kabla kaifundishe lugha ya Mayahudi na maandishi yao. Sasa mimi siwaamini hawa, waweza kwamba wana mambo mengine. Alimteua huyu, hakumteua mtu mzima aliyokomaa ambao mwenye maarifa mengi, alimteua Zaid ibn Thabit. Na Zaid ibn Thabit huyu, wakati Abu Bakr radhiallahu ta'ala anhu ataka kuikusanya Qur'ani mahali pamoja, alimteua yeye kwamba ndiye raisi wa lile jopo la kuikusanya Qur'ani mahali pamoja. Sayyidina Abu Bakr, na baada ya kufa Mtume salama, Qur'ani haiteremki tena, imekwisa, ikawa hasa tuikusanye mahali pamoja, na ilikuwa imeandikwa mahala mbalimbali, na zaidi waliokitegemewa ni hufadhul Qur'an, sio maandishi tu, ilikilinganishwa maandishi na hifadhi ya watu maalum waliohifadhi Qur'an, wakawapitia ile maandishi, ndio haya ndio haiandikwi aya mpaka Zaid bin Thabit anene ndio ni sawa sawa hini, na ni kijana tu akapewa jukumu kama hilo. Hata Sayyidina Uthman wakati alipoamua kuandika miswahafu, sasa akaandika miswahafu 6 ama 7 kulingana na ile alikuwa ameziandika Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu wakati wa uhai wake, alimkabidhi huyu Zaid bin Thabit jukumu hilo. Miswahafu yote ni tuisomayo Zaid bin Thabit kuna mkono wake hapo ndani, na ni kijana tu. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam mwaka wake wa mwisho wa kufa, alihitaji kupeka jeshi Sham. Sham ilikuwa imetawaliwa na Warom, na kuna Rome kwa wakati hono ilikuwa kama kuna na United States kwa wakati huu wa leo, ilikuwa ndio moja katika super power za wakati hono, Rome na Furs wa Irani. Mtume salama hakumteua mtu mwingine, alimteua kijana kula Usama ibn Zaid. Usama ibn Zaid alikuwa ni kijana cha miaka 18, akamteua ndiye kiongozi wa jeshi. Ndani ya jeshi hilo kuna Abu Bakar, kuna Umar, kuna Uthman, kuna Ali, kuna fulani, masahaba zitwa wote wako ndani, lakini kiongozi wao ni Usama ibn Zaid. Namna mtu alikuwa akiwatambua vijana na akiua kwamba hawa waweza ile awapalo waweza kulitekeleza kisawa sawa kama itakuwa kweli. Usama alithibitisha kwamba alikuwa aweza na alistahiki kupoa ule wadhifa. Mtume sasa alikufa kabla ya Usama hayaondoka na jeshi lake. Sasa Abu Bakar, na kulitokea rida kubwa sana, watu wengi walirtadi baada ya kufa Mtume, wengi ambao hawakuwa na imani thabiti, wengi walirtadi, wengi sana, mpaka ikasikilia muda juma haliswaliwi ila Maka na Madina tu. Walioko vijijini kote kwingine wamewata kuswali juma, wengine hata kutoa zaka. Ikatoka zita kwa harbu ridda, masahaba kabla. Sasa Abu Bakar, jeshi la kwenda Sham futa, halisende tena, hali ni hii, taka watu tuangalie haya mizurukabili. Kaambia la, haiwezekani. Hata kaona sisi unyakuliwa na majibwa ndani majumba yetu, siwezi kuvunda jeshi ambalo Mtume ameliunda, lazima lende kwa hali yoyote. Wakamwambia basi kama ni yao muondoshe Usama, is too young. Nikijambia haiwezekani, maadamu Mtume alimuona hufaa ndiye afao. Na kweli ilithubutu kwamba ilikuwa ni uteuzi wa kisawasawa, na mambo yakastakiri. Wale waliokuwa mirtadi ndiani, akiona lile jeshi upita tu, sema una habari imara huko, tuturudi nyuma, tutakula cha mtema kuni, tutakiona kwenda tukupita, kuonekana zihi na haiba na utisho. Wengi wakarudia nyuma.
na namna hiyo. Abdullah ibn Abbas alikuwa ni kijana, Mtume alimpa jina kimwamkuu hibrul umma, msomi wa umma. Abdullah ibn Abbas alizaliwa tayari Uislamu upo, alizaliwa kwenye Uislamu, ni kijana sana, lakini kwa sababu ya elimu yake Mtume sema umma, msomi wa umma. Na baada ya masahaba wameendelea vijana wa Kiislamu wakifanya mambo ya kushangaza ulimwenguni. Kuna mwingine Muhammad bin al-Qasim ambaye ni wakati wa daula ya Bani Umayya ndiye aliongoza jeshi la Waislamu kwenda kuiftahi Hindi na Sind, India na sehemu nyingine, ambapo kabla yake yeye walikwenda viongozi kadhaa wa kufaulu, lakini yeye alikuwa ni kijana, ni barobaro. Muhammad bin Qasim akaweza kwenda kuiftahi, yani na mifano ni mingi sana. Kwa hiyo vijana yataka watanabahi umuhimu wao katika jamii, waiandae, waifundishe, waelimike ili waweze kutekeleza majukumu. Wasitoe macho kuangalia. Ule umuhimu wenu una na majukumu, si umuhimu mtupu, una na majukumu. Lazima muwe tayari kuyatekeleza, na msipoyatekeleza muyue kuna swali wa an shababihi fi ma ablahu, swali wangoja kwa Mwenyezi Mungu. Ule ujana wako wewe uliumaliza kwa sampuli gani? Ni swali halina budi hilo, kila mmoja atapambana nalo. Weka jawabu mapema. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika watu 7 alowataya kwamba hawa watakuwa chini ya kivuli maalum siku ya Kiyama, si kwamba hakuna kiyama ila kivuli ila hiko. Mmoja katika nena washabun nashaa fi ibadatillah, watu 7 maalum, makundi 7 ya watu ambao watapata favor maalum ya Mwenyezi Mungu ya kuwatini ya kivuli hiko cha siku hiyo. Mungu tujalie nasi tupate kufunikwa na kivuli hiko insha Allah. Aliwaambia mmoja wao shabun nashaa fi ibadatillah, barobaro ambao alikulia kuinukia kwake ameikulia katika ibadatillah, kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Imekulia ni mcha Mungu. Mambo hayawi tu yao, lazima watu waitayarishe. Kuna mfano Nabii Allah Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam alikabiliwa na mtihani mzito katika nyumba aliyokuwa huko ya mke wa mfalume, kwamba hana budi amtaka yeye, lakini angalia maukifu yake, ambaye maadha Allah innahu rabbi ahsana mathwaya. Haiwezekani hilo, ambapo yeye pale muhini ni mgeni, hakuna muyu wao atakalo kufanya, hatuambia mwana fulani yule fanya mambo kadha, hakuna muyu wao, hayulikana ni mtumwa amekwenda kuzanywa tu pale. Kisa mwanamke alomtaka si mwanamke poka, ni mwanamke, ni malikia, ni queen wa pale muhini, na yeye mwenyewe alikuwa una sababu za kupendeza, barobaro, damu moto. Lakini pamoja na yote hayo ni mfano kwa vijana kwamba mtu atakikana mimi barobaro bana, tatubia baadaye. Una yakini kwamba utasikilia baadaye? Wayua kwamba kumbuka wewe mabarobaro wangapi walikuwa na umri mmoja hawako tena. Kedi tu yeye ufanya hesabu, wakumbuke nilikuwa classmate wangu ni fulani, wangapi hawako tena. Wewe una dhamana gani kwamba utakuweko mpaka wakati hono? Kwa hiyo vijana, tanabahini, ni kweli mna umuhimu mkubwa, kama nilivyowaambia, ni kitu cha gari la moshi katika jamii. Nyinyi ndio msarifu ile mabogi yote ya nyuma, mabogi ya vijana, ya wanawake, ya watu wazima, ya zizere kama sisi na wengine wote. Nyinyi ndio wenye kuswarifu. Mkiswarifu uzuri, mambo yatakwenda sawa. Mkifanya mangineyo, lawama yote kwanza tawashukia nyinyi kabla ya kuwashukia watu wengine. Aqulu hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wal barrul karim. Alhamdulillah. AMO TV, the stories behind the scenes.